Licha ya tangazo la kusitisha mapigano lililopangwa kuanza tarehe 18 Februari saa 9 mchana, mapigano yanaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kati ya FARDC wazalendo na waasi wa AFC M23. Pendekezo la kusitisha mapigano lilitolewa tarehe 11 Februari na serikali ya Angola kufuatia mkutano wa kidiplomasia uliofanyika mjini Luanda. Mkutano huo uliwahusisha rais wa Angola Joao Lourenço, mpatanishi wa Togo Faure Gnassingbe, rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi pamoja na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Mapigano ya mara kwa mara yanaendelea kuripotiwa katika milima ya Uvira, Fizi na Mwenga, Kivu Kusini. Vikosi vya FARDC vikisaidiwa na wazalendo vikikabiliana na muungano wa Twirwaneho Gumino Android unaodaiwa kuwa mshirika wa AFC M23. Katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hali ya usalama bado ni tete. Asubuhi ya Ijumaa tarehe 20 Februari, mapigano yaliripotiwa kati ya AFC M23 na wazalendo wa Pareko katika maeneo ya Miti Mingi, Kaunda na Mbiso. Baada ya siku 4 za mapigano makali katika eneo la Masisi, wapiganaji wa wazalendo wameripotiwa kuchukua udhibiti wa makao makuu ya Katoi Ijumaa Februari mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wazalendo pia wamefanikiwa kuwaondoa waasi wa M23 katika eneo la Nkonkwe, kijiji kilicho ndani ya kikundi cha Kibabi chini ya chifu wa Bahunde. Taarifa zinaeleza kuwa tangu Februari 2016 waasi wa M23 walikuwa wameongeza mashambulizi dhidi ya ngome ya wazalendo katika sekta ya Katoi, hatua inayodai kukiuka makubaliano ya usitishaji vita yaliyokuwa yametarajiwa hivi karibuni. Vurugu nyingine zimeripotiwa pia katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Rutshuru. Ingawa DRC ilikubali rasmi kusitisha mapigano iliyopendekezwa na Angola, AFC M23 nayo iliahidi kusitisha mara moja uhasama katika muktadha wa mchakato wa Doha uliofanyika mjini Doha nchini Qatar. Katika wiki za karibuni, nyaraka mbili muhimu zilisainiwa: tamko la msingi ya usitishaji mapigano ya kudumu mjini Doha pamoja na makubaliano ya amani na ustawi yaliyofikiwa mjini Washington DC kati ya DRC na Rwanda. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mapigano yanaendelea yakizofisha zaidi hali ya usalama katika eneo ambalo tayari limeathiriwa kwa miaka mingi na migogoro ya silaha. Hospitali ya Kavumu imeripotiwa kushambuliwa na waasi wa AFC M23, tukio linaloelezwa kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu zinazolinda miundombinu ya afya wakati wa migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa, shambulio hilo limeweka hatarini maisha ya wagonjwa, wahudumu wa afya na raia waliokuwa wakipokea au kutoa huduma katika hospitali hiyo iliyoko Kavumu mkoani Kivu Kusini. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa waasi wa M23 walivamia hospitali humo wakimtafuta mwanaume mmoja aliyekuwa amelazwa kwa matibabu katika hospitali ya Karanda, akituhumiwa kuwa na uhusiano na kundi la wazalendo. Jina la mgonjwa huyo halijawekwa wazi. Tukio hilo limesababisha taharuki kubwa miongoni mwa wagonjwa na wahudumu wa afya, huku milio ya risasi ikidaiwa kusikika katika eneo la hospitali hiyo. Hali hiyo imezua hofu na mkanganyiko, hasa kwa kuzingatia kuwa vituo vya afya vinapaswa kuwa maeneo salama hata wakati wa mapigano. Kavumu mama, watu wanaisha balabala yote na kauka make. Vitu viko grave sana huku, vitu viko grave sana kabisa, mtombe. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia usimamizi wa migogoro na misaada ya kibinadamu Haja Labib alipokelewa tarehe 20 Februari mjini Goma na uratibu wa AFC M23 Kivu Kaskazini. Ziara hiyo ni sehemu ya mzunguko wake katika eneo la Maziwa Makuu, akitoka Kinshasa kuelekea Bujumbura kupitia Kigali kwa lengo la kutathmini ukubwa wa mgogoro wa kibinadamu na yuikumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa Goma, Kamishna Labib alisema amefika na mamlaka ya kibinadamu
na alifanya mazungumzo yaliyotaja kuwa ni wazi na yenye kujenga na wawakilishi wa AFC M23. Alisisitiza mambo yafuatayo: kwanza, kuheshimu kikamilifu sheria za kimataifa za kibinadamu; pili, kulinda raia wasiokuwa na hatia; tatu, kuruhusu upatikanaji usalama wa misaada; na nne, kuanzisha njia salama, corridors za kibinadamu. Alieleza kuwa misaada inapaswa kufikia haraka mamilioni raia waathiriwa na mapigano na hali ya ukosefu wa usalama. Ziara hiyo ilifanyika wakati mapigano bado yanaendelea katika eneo kadhaa za Kivu Kaskazini, huku idadi ya wakimbizi wa ndani ikiongezeka na mahitaji ya chakula, huduma za afya na malazi kuwa makubwa zaidi. Umoja wa Ulaya unaendelea kusisitiza umuhimu wa kulinda raia na kuhakikisha mashirika ya kibinadamu yanapata fursa ya kuwafikia watu wanaohitaji msaada bila vikwazo.